Polisi nchini Tanzania imewaachilia huru viongozi wane wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema waliokamatwa kwa madai ya kuratibu na kupanga maandamano ya vurugu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita. Hayo yamesemwa na chama hicho. Miongoni mwa walioachiliwa kwa dhamana ni pamoja na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ambaye alikamatwa Oktoba 22 na kuhojiwa kuhusu tuhuma za ugaidi kulingana na wakili wake Amani Golugwa. Maandamano hayo yalitokea Oktoba 29 na baada yaliingiza Tanzania katika mgogoro mkubwa zaidi wa kisiasa. Chama cha upinzani Chadema na baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu walisema zaidi ya watu 1000 waliuawa na vikosi vya usalama wakati vilipojaribu kuwadhibiti waandamanaji. Hata hivyo, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa karibu 98% ya kura ilikanusha idadi hiyo ya watu, lakini bila kutoa takwimu kamili. Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana baada ya kuachiwa. Tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tumefikishwa hapo kwa sababu ya kiburi cha serikali. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivyo. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Tunataka watu wote walioachiwa, waliokamatwa, wanaobambikiwa kesi iachwe mara moja. Jambo la tatu, nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la mtu tena. Hatutakubali kuwa koloni la Samia wala la Chama cha Mapinduzi. Hilo jambo haliwezekani kwenye nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane, ni nchi ya kidemokrasia na lazima watu wasikilizwe. Jambo la 4, chama chetu kwa haraka sana naagiza vikao vya secretariat vipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekeo wa nini chama chetu kinazungumza na ni hatua gani tutachukua kwa kwenda mbele huko. Kwa haraka sana vikao vya kamati kuu na secretariat vitaanza, lakini kwa wale ambao ndugu zao wameumia, ndugu zao wamepoteza na taarifa hazipo, waendelee kuwasiliana na mamlaka za chama. Naibu katibu mkuu atatoa utaratibu ya namna ya kufikisha hizo message. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Kwa sasa tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Hiyo ndio ilikuwa message yetu asubuhi. Naendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu. Mengine tutazungumza kwa wakati mwafaka. Asante. Tanzania bado ipo kwenye mshtuko kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambao waangalizi wa kimataifa wamesema haukuzingatia haki na haukuwa huru. Mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama. Lakini wakati kwa kiasi kikubwa lawama na hasira zikielekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakosoaji wanasema
ana washirika wake wanaopaswa pia kubebeshwa lawama. Je, ni akina nani? Ripoti ifuatayo inasomwa studioni na Bakari Ubena. Kilio cha Watanzania na hasa waliopoteza ndugu na jamaa zao kufuatia vurugu zilizotokea kinaendelea kusikika, japo kimya kimya na kwa hofu kubwa. Lawama za mauaji yanayotuhumiwa kufanywa na vikosi vya usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu 1000. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake, kabla ya uchaguzi huu, kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa, wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, ana washirika na kwa kiasi kikubwa sio yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai, bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka 2015, na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi alipofariki akiwa madarakani Rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2021 na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia, na wanamkosoa juu ya machafuko yaliyotokea. Polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro kuhusu video zinazosambaa mtandaoni na majibu ambayo ametoa, na baada ya watu kupata kile kionjo cha sauti waliamua kwenda katika mitandao yetu na kusikiliza zaidi mahojiano yale. Sasa wengi wanajadili kwamba picha zile zimechukuliwa na video, watu waliopiga picha wamepiga picha na simu ambazo ni kiwango chake ni cha duni sana. Huwezi kusema kwamba ni picha zilizotengenezwa na akili mnemba ama akili unde. Sasa hayo ndio majadiliano makubwa yaliyopo. Kwa mfano, Aid anasema Mungu nifundishe kunyamaza kwa majibu haya. Watu wanaonekana kama kumtilia mashaka majibu juu ya majibu Muliro yake, na kwa sababu wanasema video zinaonyesha kwamba ni uhalisia wa watu, lakini Muliro anasema inawezekana ni video ambazo zimetengenezwa au si za Tanzania. Nyanda Masela anasema japo tunatambua umuhimu wa jeshi la polisi kikatiba, lakini kwa matendo na majibu haya yaliyotokea nchini kwetu, mashaka ni mengi. Francis Maleo anasema anapatwa na hasira, wallahi huyu kamanda, bwana wacha tu niache. Hayo ni baadhi ya maoni, lakini ana mazito ya kuzungumza, lakini bora nyamazi. Itakuwa vizuri, pengine mwanasheria wake hayupo. Huko nchini Kenya, sasa Saumu pamoja na msikilizaji, mama mmoja kutoka kaunti ya Kisii, Van Nyanchoko, habari zake zimeshangaza mitandao ya kijamii baada ya kujifungua watoto 4 mapacha katika hospitali ya Nyachwa Mission. Kati ya watoto hao 3 ni wavulana na 1 ni msichana. Nyanchoko aliwapa wavulana hao watoto wake hao majina, mmoja akiitwa Raila, wa pili Amolo, na wa 3 Udinga, na wa 4 ambaye ni binti wa kike akaitwa Ida. Sasa kinachowashangaza watu ni watoto 4 au majina waliopewa watoto? Vyote kwa pamoja, kwa sababu ni muda mrefu kwa Kenya. Wanasema historia mara mwisho ya mtu kuzaa watoto 4 mapacha iliandikwa mwaka 2022. Sasa hii ni mara nyingine ambayo historia ni kwamba lishe bora imeimarika Kenya. Na kama anavyosema mwenyewe Rais Ruto, mambo ni mazuri Kenya kabisa kwa sasa.